السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله يا ربي إننا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأشهد أن محمد عبده ورسول نبي رحمة الذي بعث بتوحيد وكلمة التوحيد، النبي الذي زكاه الله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في مجالس فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. النبي رحمة القائل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما قدم من ذنبي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kwanza twazirudisha shukrani zetu kwa dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala tabarak, ambaye mpaka leo ametufikisha tulipofika katika ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio kwa ujanja wetu, bali ni kwa izzati lillahi, kwamba na sisi tuliandikwa kwamba tumo miongoni mtakaofunga mwezi mtukufu wa mwaka huu. Kwa hivyo inatulazimu sisi alhamdulillah ala hadhi neema. Kwa sababu gani? Kuna wengi tu waliokuwa wamepanga na wao Ramadhani ya mwaka huu ya kadha wa kadha wa kadha, na katika mipangilio yao ikawekwa kwamba na mimi Ramadhani ya mwaka huu nitafunga kama ilivyokuja katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyami kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Katika mipangilio yao wakawa wameweka na wao pia watatoa sadaka zao katika Ramadhani, watasimamisha sunna ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mojawapo ikiwa ni sunna za tarawih. Lakini kwa mipangilio ya Allah hawakuwa wametangulia mbele za haki, na sisi tunasema Allahumma ghafir lahum warhamhu wasalna. Kwa hivyo sisi Allah ametupa fursa nyingine, ni kama Allah ametupa sisi fursa nyingine adhimu ya kusamehewa madhambi, fursa nyingine adhimu ya sisi ili tupate uchaji Mungu, kama anavyozungumza kwamba la'alla takun. 10 ya kwanza limepita, ya pili limepita, na sasa tuko katika 10 na lala salama za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yapi tunayopasa kuyafanya sisi katika 10 zilizobaki mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ilikuwa ni 10, 9 mpaka sasa 8 tunazungumzia. Na angalia Allah alipozungumza kwa Qur'an akasema ayyaman ma'dudat, chache sana, kila mmoja saizi akitanabahi. Na hapa nafikiri wanaojutia ni wale labda mtu hakufunga Ramadhani na hana dharura yoyote ya kutoifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa leo akipiga hisabu anaona kumbe Ramadhani ilikuwa ni siku chache. Kila mtu anasema mbona siku zimekimbia mbio sana. Juzi tu tulikuwa tukiangalia miandamo ya mwezi, leo tunajiandaa kuangalia muandamo wa mwezi kwa sababu ya kuimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, atakayepata kisimamo cha usiku wenye cheo lailatul qadri kwa imani na akiwa na mazingatio na manio ya kwamba yeye ameipata usiku tukufu ili asamehewe madhambi zake, basi asema bwana Mtume Muhammad mkufu ya kwamba Allah anamsamehe yule mja madhambi zake. Sasa hili
na ni hadithi ambayo ni sahihi kwamba yeyote atakayepata kisimamo hichi Allah afutia madhambi zake. Ikiwa tunaikubali hadithi hii sasa ilivyokuja, na ikiwa tunaikubali Allah ndani ya Qur'ani inayosema a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna anzalnahu fi lailatul qadri, hakika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa fadhaili tulizopewa sisi kama ummati Muhammad ni kupatiwa usiku moja ambao ni usiku wenye cheo. Kwa nini ni usiku wenye cheo? Ni usiku ambaye Allah mwenyewe amesifu katika Qur'an akasema khairu min alfi shahri, usiku moja tu. Lakini angalia nukta ambayo iko hapa, lau katika usiku huo moja itampata huyu mja labda amekaa itikafu msikitini anaisoma Qur'ani, anapiga rakaa zake 2, anatafuta msamaha na tauba na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu mja anaandikiwa ni kana kwamba amekuwa akifanya istighfara na kutauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya miezi 1000, ambapo ni sawa na miaka 5. Sasa angalia hizi fadhail ambazo sisi tunaziona katika fadhaitul qadri, wamepatiwa umma ambaye ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sio kwamba hatujui hizi ndo fadhila. Je, yuko wapi huyu muumini ambaye amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mwanzo wa Ramadhani mpaka leo kisha aikose Lailatul Qadri? Wazee wetu wa zamani walikuwa na akida yao ni kama mila. Katika wazee amewahi kuniambia kwamba sisi vijana wa leo tatizo letu ni moja, tawanya ibada zingine tukaziweka ni sunna, zingine tukaziweka ni faradhi. Hakusoma huyu mzee, lakini anasema yeye akida yake yeye pamoja na kutosoma kwake, ikifika mtukufu wa Ramadhani ibada za faradhi zinabaki ni faradhi zaidi na ibada za sunna inabakia faradhi kwake. Al-Hasan anapozungumza anasemaje? Anasema jana tulianza kutoroka sunna za tarawehe pale katika fikra yetu na akili yetu katika vichwa vyetu kwamba tarawehe si ni sunna tu, haina la lazima kufanya sunna. Fasiri kwamba sunna ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, kiliwacha hupati madhambi. Lakini anasema yeye katika maisha aliyoishi na uzee wake, anasema zaidi ya miaka 40 amechukulia tarawehe ni faradhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kwa sababu amechukulia ni faradhi, hajawahi kukosa swala ya sunna ya tarawih nyuma ya imamu zaidi ya Ramadhani ya miaka 40 imepita. Hebu niambie mzee kama huu unamchukulia nafasi yake iko wapi? Hatukatai kweli ni sunna, lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Ibada za sunna zinazotekelezwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah anamlipa yule mja ni kama amefanya ibada za faradhi katika miezi ambazo sizo za Ramadhani. Tujiulize, tupige hisi. Maana Umar alikuwa anapenda kusema hisabu anfusakum kabla an tuhasabu. Mtu apime daraja, angalie mimi toka Ramadhani ianze mpaka leo ngapi nimeyafanya ambayo itanikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toa yake. Kuna vijana hivi sasa wamekuwa wakishindana katika kusoma juzuu na kuzimaliza juzuu katika mchana na usiku wa Ramadhani. Kuna watu wamekuwa wakishindana katika kuziendelezi toa sadaka zao katika mchana na usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna wale ambao wamefanya adhkar, mtu ameshinda mchana kutwa subhanallah subhanallah alhamdulillah Allah mchana na usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini wanafanya haya yote? La'allakum, kwanza wana imani kwamba wapate uchaji Mungu katika funga zao za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha pili, wanayakini kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah ameiweka milango ya maghfira na milango ya toba wazi. Sasa wao imani yao na imani yetu sisi kama Waislamu ni kwamba thuluthi 3 ya mwisho inavyofika katika usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, angalia Allah azza wa jalla, maulama wanakuambia si Allah huteremka, lakini huteremsha rehema zake. Akauliza Allah katika usiku wa 8, usiku wa 9, ayu sailin, wako wapi wenye matatizo yao? Wako wapi wenye matatizo yao? Wako wapi wenye kuomba dua zao zikubaliwe? Asa kumbe kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna muda speciali zimewekwa na zimetengwa. Na hawa waje Waislamu, mtu atafute japo rakaa zake 2 tu
Raka 4 taban, akiweza raka 6 taban, lakini katika kile raka atafute wasaa katika sijida ya mwisho, amwambie ya Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman kabira, ya Rabbi hakika mimi ni mtenda dhambi, ni kweli nimekukosea, nimetenda madhambi miezi 11 zilizopita. Kama ni kijana, nimekuwa mzinifu miezi 11, nimekuwa nikicheza kamari miezi 11, sio sport pesa, sio nini, nimekuwa tariku sala miezi 11. Ya Ilahi, mimi ninakuja kwako kwa hofu. Fa il lam tili wa tarhamni lanakunni min alhasirin. Unamwambia ya Rabbi, ikiwa wewe hutanihurumia mimi katika maasi nilizotanguliza, hutanisamehe mimi katika madhambi nilizotanguliza, lanakunni min alhasirin, basi mimi niko katika hasara kubwa. Na ni hasara ambayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siku katika masiku amepanda mimbari katika kila daraja akisema amin amin amin. Alipofanya mambo haya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba ikawakera, kwa nini Mtume Muhammad kafanya jambo ambalo kawaida? Mala na ya Rasulullah, mbona leo katika mimbari umesema amin amin ukipanda? Akawambia, Allahi, sikupanda katika daraja la mimbari illa nazalat alaihim malaikatul Jibril, ila kateremka malaika Jibril akanambia, Muhammad, we ba'da man adraka Ramadhani wa lam yughfar lahu, amepata hasara kubwa kabisa wa huyu mja aliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha ikaingiliwa mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 29 ikamadai na yeye asijibiwe maombi yake, asikubaliwe madhambi yake, asijibiwe dua zake za tauba ambaye anataka Allah amghufurie madhambi zake. Kumbe Ramadhani imekuja kubwa sisi Ramadhani kwamba tusamehewe madhambi zetu. Milango ikiwa imewekwa wazi, basi wako wapi hawa wakakimbilia mbio kuzitafuta maghfira na tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wako wapi hawa waje kainua mikono wasema, Allahumma innaka aful karimul halim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibatul kiram, siku tulizoziona ni nyingi, leo zimekuwa ni chache. Tulikuwa tunaangalia siku 29, leo mkitanabahi kila mmoja anaangalia ni wiki. Hizi salama ambapo kwa bahati mbaya wengi sisi huziharibu, tuna focus na mwisho wa Ramadhani kuliko hizi 10 zilizobakia za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu mal asafi wamefocus na sherehe za Eid, wakasahau kumbe Eid kuna ibada kubwa ya Ramadhani bado inaendelea mpaka siku 29 ama 30. Leo angalia mal asafi, sio ni sehemu nyingi ukienda tulizokuwa nazo katika 10 ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, swala za faradhi zikajaa, swala za tarawih zikajaa, sadaka tukazikimbiza zaidi katika misikiti, amali njema zidisha sana katika 10 la kwanza. Leo kumbe ndio sisi wa mwanzo tumeanza kurudisha miguu yetu nyuma, kuzikwepa. Swala za faradhi zimeanza kupatikana, wakati ambapo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innal a'mali bil khawatim, kwamba amali ya mja Allah huiangalia mwisho. Sasa ikiwa sisi tuna imani na tunayakini kwamba amali ya mja Allah huangalia mja ataimaliza amali yake, kwa nini tusiimalize amali hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tulianza naye katika 10 la mwanzo? Ile 10 lina mambo mengi. Watu wamekaa i'tikafu kwa sababu Mtume kakaa i'tikafu msikitini. Hawajakaa i'tikafu kwa sababu hawana mahali pa kulala, lakini imani yao ni kwamba ikiwa itakuja Lailatul Qadri, usiku wenye cheo, basi nao iwapate katika sajada. Ikiwa itapata usiku wenye cheo wa Lailatul Qadri, basi iwapate katika qiraa al-Qur'an. Ikiwa itakuja usiku tukufu, basi iwapate wa kuwabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na sisi tuangalie nafsi yetu, vipi tunahii mwezi mtukufu wa Ramadhani? Lailatul Qadri iko hapa, kila mmoja anafanya ili aipate usiku huo mtukufu, impate yuko katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala isimpate katika akiwa akifanya maasi. Tuangalie, hizi ni masiku ambazo tumeanza kupiga hisabu za zakatul fitri. Hizi ni masiku ambazo watu wanaangalia vipi wataimaliza mwezi wao mtukufu wa Ramadhani wakiwa katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wazi, angalia ni sehemu zote toka Ramadhani ianze, angalia katika mujtama kuna mayatima, katika mujtama kuna wajane, katika
kuna watu wasiojiweza. Tusiziangalie hizi sherehe tunazozikimbilia mwishoni tukaje tukasahau mayatima hapa wa kuangaliwa. Kuna mayatima ambapo wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanamwambia ya Rabbi, lao baba yangu ama mama yangu wazazi wangu hai, na mimi pia ningelikuwa na bashasha ya sherehe kama wengine wanavyofanya. Kuna wajane wanalia wanasema ya Rabbi, na lao na sisi waume zetu wangelikuwa hai, labda na sisi pia tungekuwa tunapigiwa simu, mke wao iftari, pika hii na hii na hii, pika kadha wa kadha wa kadha. Lakini leo sisi isifikie muda kwamba tumewasahau wajane, isifikie muda tukawasahau mayatima. Huu ndio muda mwafaka umebakia kuimaliza Ramadhani kwa tofauti kabisa. Hatuna yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tutaifikia Ramadhani ya mwaka kesho. Nimetanguliza nikasema kuna watu walipanga kama tunavyopanga kwamba na mimi Ramadhani ya mwaka kesho nitaswali sunna za tarawih, na mimi Ramadhani ya kesho nitatoa sadaka zangu, na mimi Ramadhani ya kesho nitafanya kadha wa kadha wa kadha. Lakini wao walikuwa na mipangilio yao na Allah akawa na mipangilio yetu. Allah ametupa nafasi ya sisi kuifunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tutaifunga vipi? Tutaimaliza mwezi wetu mtukufu vipi? Tusiwe ni kama wale bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, rubba saimi wa laysa min siyami illa al-ju'i wal 'atasi, kwamba kuna watu watakuja tabina sisi tulifunga, kumbe hawakufunga, ilikuwa ni kujishinisha njaa na kiu. Tuombe Allah zikubali ibada zetu za sala. Maana kweli kuna watu watasema kweli walifunga, wakaleta hoja hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nyinyi mlishinda njaa, mlishinda na kiu, hamkufunga kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunamlilia Allah, ya Rabbi, hakika sisi ni waja wako, tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutaka fadhila, tumezitanguliza sadaka zetu kwa kutaka fadhila zako ya Rabbi, tumeacha starehe zetu kwa walioa mchana wa Ramadhani kwa kutaka radhi zako ya Rabbi, tumetanguliza kila la kutanguliza ya Rabbi, na sisi tunatarajia kwamba na Allah sisi atusamehe madhambi zetu. Sasa mja, ni nasaha kwangu na ni nasaha kwetu sote, innal a'mal bil khawatim, amani mwisho. Tuangalie hizi siku za mwisho tunaimaliza saumu yetu ya Ramadhani kwa staili gani? Tuna yakini, hatuna uhakika kwamba tutafunga na Ramadhani ya mwaka kesho, basi mja lazima ataifunga dakika annaka siyami muwaddi', ni kana kwamba hii ni Ramadhani yako ya mwisho, utapata fursa nyingine tena ya kuifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo mja atafanya Ramadhani yake, ataifunga, ataweka sadaka zake biiman, ataswali swala zake biiman wa ihtisaban, atafanya kila majambo yake kwa imani na ihtisaban, akitarajia kwamba anataka malipo kutoka kwa Allah wa Ta'ala. Wazee wangu watukufu, maneno ni mengi na hata tukisema tunayazungumza hatutayamaliza. Angalie zakatul fitri katika siku zilizobakia. La kwanza, tuziangalie masiku zikia, tusizihame msikiti tukiona kwamba Ramadhani imekwisha. Anauliza mmoja katika wasomi, ataraktu Ramadhani au Ramadhani taraktaka, yani wewe unaiaga Ramadhani ama Ramadhani kuaga? Ni sisi ndo Ramadhani inatuaga, wala sisi hatuiage Ramadhani, maana Ramadhani itakuja tena. Ile Ramadhani ikakuja tena na haitakukuta hapa. Angalia safu ulioswali leo, safu ulio, kuna mtu alikaa katika safu hiyo Ramadhani iliyopita, leo hatuko naye. Wacha Ramadhani iliyopita, kuna watu tulikaa nao katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa Rajab, na mipangilio yao yote, lakini hawakuifikia. Leo fursa. Sasa ikiwa Allah ametupa fursa sisi, alam yani amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah, sisi ambao tuna imani, Allah ametupa fursa, haijafika basi wasawa sisi kuzipeleka mioyo yetu na nyoyo zetu katika adhkari za Allah subhanahu wa ta'ala, tukaangalia Allah anasema nini katika majambo yake, tukaangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini katika awamari, tukawa tunazikurujubisha nyoyo zetu na mikakati zetu katika kutafuta toa ya Allah Ta'ala. Tuziangalie tunaimaliza vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama nilivyotangulia, Ramadhani inatuaga. Ni kweli mapenzi tuliokuwa nayo Waislamu, leo kuna masumu si Muislamu anatoa kalma, anasema hajawahi kuona walivyo wapole na walivyo wazuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyu ni mama ambaye si wa Kiislamu, hajawahi kuona upole na ukarimu kwa hii ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna anavyoona wakati mtukufu wa Ramadhani. Yani inamaanisha kumbe watu wenye balaa na wenye tabu ni sisi. Maana mwezi mzima watu wametulia. Angalia Waislamu tulivyozidisha mapenzi. Angalia wakati wa magharibi, watu wanagawana tende,
Mtu anapiga tamala maji anampa mwingine na mwingine na mwingine na mwingine, pamoja kusema kwamba huyu labda mdomo yake ni kadha wa kadha wa kadha. Mahaba iliyoko katika mioyo za Waislamu katika mwezi mtukufu leo zinatupotelea hizo mahaba. Undugu iliyokuwa katika Waislamu, angalia katika safu zetu za faradhi na swala za sunna za tarawih, leo zinapotea. Kwa hivyo huyu mja lazima awe na masikitiko ndani, inatuaga sisi. Ukiona mtu ana furaha kwamba Ramadhani inakwisha, basi huyo mtu ana taabu, ana minus chake. Mwezi wa tauba, mwezi wa rehma, mwezi wa maghfira, mwezi wa itku minan nar, mwezi wa kila unalolifanya katika jambo jema unapewa thawabu zaidi ya miezi zingine. Leo inatoweka, inatuhama sisi tukiangalia hivi hivi. Masahaba walikuwa wakilia kwa sababu walikuwa wanajua huenda wasipate Ramadhani nyingine, na sisi tuwe na yakini huenda tusipate Ramadhani nyingine. Kwa hiyo la taknatu min rahmatillah. Huenda ikawa toka mwanzo wa Ramadhani minus katika ibada zetu, tuna minus katika saumu zetu, tuna minus katika kila majambo yetu tunayofanya. Tusikate tamaa, tuangalie zilizobakia, tunarekebisha zilizopita nyuma. Ikiwa saumu zetu tulikuwa na ati, tuzirekebishe hizi saumu kwa siku zimebakia. Ikiwa kiraa zetu zilikuwa na ati, tuzidisha kuisoma Qur'ani katika majumba zetu na katika misikiti na kila mahali tupo. Ikiwa tasbihi na adhkari zetu zilikuwa na ati, basi ndio wakati adhimu wa sisi kuzidisha hizo adhkari. Subhanallah, alhamdulillah, adhkari ziko nyingi. Wakati wa magharibi, wakadhana, kaa kikao wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie ya Rabbi ya adhim la ilaha anta ighfir li dhanban adhim fa inna la yaghfiru dhanban adhim illa al-adhim. Kikao wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kukimbilia kwenda kufuturu, ni wakati muafaka wa dua za waja kukubaliwa. Aful karimun tuhibbu la fafa ana. Kaa kikao wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio nyakati za sisi kuzua, zidisha adhkar, zidisha kila kitu zilizobakia. Kwa hivyo ni nasaha kwenu na nangu hapa na nyumbani, ni nasaha kwa wazee wangu, mama zangu na ndugu zangu. Innamal a'malu bikhawatim. Amali ni mwisho. Hii mwisho tuiangalie, tunayemaliza Ramadhani yetu vipi? Tuangalie maliza na staili tofauti, kwa sababu hatuna uhakika kwamba tutaifikia. Tuombe Allah atuzikumbuke zetu. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu ghafurur rahim wa huwal barru karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.